Okay, sikiliza. Leo hatuongelei kilimo cha kawaida. Tunaongelea namna ya kujenga himaya. Ndiyo, himaya. Tunazungumzia uwekezaji wa parachichi unaoanzia ekari 50 na kuendelea. Huu ni mchezo mwingine kabisa. Sasa, kama wewe una mtaji wako mzuri tu na umekaa chini unafikiria, ngoja nijenge nyumba za kupangisha, au labda ngoja ninunue mabasi niingize kwenye usafiri, na kuomba, ebu subiri kidogo, unisikilize kwa umakini sana. Hayo mawazo yanaweza kuwa kosa kubwa sana la kifedha unalokaribia kulifanya. Simama, kabla hata hujaanza kuweka shilingi yako moja kwenye vitega uchumi hivyo ambavyo kila mtu anavifikiria, piga breki kwanza. Kuna njia bora zaidi, njia yenye faida kubwa zaidi ambayo wengi wenye mtaji kama wako bado hawajaijua. Ebu itazame hii picha vizuri. Unachokiona hapa, hii ndiyo dhahabu halisi ya kijani. Hapa ndipo utajiri wa vizazi na vizazi unapotengenezwa. Hii siyo habari ya kusubiri kodi ya 50,000 mwisho wa mwezi. Hii ni habari ya kutengeneza mabilioni moja kwa moja kutoka kwenye ardhi. Sawa, sasa ebu tuingie kwa undani zaidi. Huu ni uwekezaji wa kiwango cha juu, na ni wakati sasa wa wewe kusahau kabisa fikra za kizamani za majengo na usafiri. Tuko kwenye zama mpya, zama za viwanda vya kijani. Pointi muhimu kuliko zote ni hii, na nataka uielewe vizuri. Unaposikia ekari 50, ekari 100 au hata 200 za parachichi, hili sio shamba kena. Hili ni kiwanda. Kiwanda halisi cha kijani kinachozalisha pesa. Ni mfumo mkubwa wenye teknolojia na unaoendeshwa kitaalamu. Okay, sasa unaweza kuuliza, hili kiwanda cha kijani linafanyaje kazi hasa? Linaendeshwaje mpaka kitoe faida tunayozungumzia? Hapa ndipo tofauti kati ya mkulima wa kawaida na mwekezaji mkubwa inapoonekana. Mfumo wenyewe una nguzo 4 kuu. Ya kwanza, usimamizi wa kitaalamu. Hapa hatuongelei mtu mmoja, tunaongelea timu ya wataalam. Ya pili, drip irrigation ya kiwango cha juu, kuhakikisha kila mmea unapata maji kwa usahihi. Tatu, packing house pale pale shambani. Hii inapunguza upotevu na kuhakikisha ubora. Na 4, cold storage na vifaa vya kusafirisha nje ya nchi. Hii inamaanisha unapeleka mzigo wako moja kwa moja kwenye masoko ya Ulaya na Asia ambako pesa kubwa ipo. Na ili kiwanda chako kifanye kazi bila matatizo, unahitaji miundombinu ya uhakika. Yaani, tunazungumzia packing house ya kisasa, vyuma vya baridi vya viwandani ili kuhifadhi matunda yako vizuri, majenereta ya nguvu kuhakikisha umeme ukikatika kazi inaendelea, na muhimu zaidi, mfumo bora wa kusimamia wafanyakazi, maana hii ni operation kubwa. Na sasa tufike pale patamu, sehemu ambayo najua kila mwekezaji anaisubiri kwa hamu. Tuongelee namba, tuongelee pesa. Hizi hesabu zinaweza kukushangaza, lakini ni halisi kabisa zikifanywa chini ya mfumo sahihi. Tuanze na kiwango cha chini kabisa. Yaani, tukikadiria kwa kiwango cha chini, mradi wa ekari 50 unaosimamiwa kitaalamu unaweza kukupa faida ya shilingi milioni 500 kwa mwaka. Hiyo ni baada ya kutoa gharama zote. Hilo ndilo lengo la kuanzia. Lakini sasa, ukifanya vitu kwa usahihi wa hali ya juu na kupata masoko mazuri ya kimataifa, namba inabadilika. Faida yako inaweza kupanda hadi kufikia shilingi bilioni 1. Narudia, bilioni 1 kwa mwaka. Sasa, hebu linganisha hiyo na kodi za nyumba unazokusanya. Na uzuri wake ni nini? Hii sio faida ya mwaka mmoja au miwili, hapana. Baada ya miti kukomaa, utaendelea kupata faida hii kwa miaka 15, 20 na inaendelea. Ni kama umechapa pesa. Hii ndiyo hasa maana ya kusema, hii si biashara ya kawaida. Hii ni biashara ya vizazi. Unatengeneza kitu kitakachowanufaisha watoto wako, wajukuu wako na vizazi vijavyo. Unajenga himaya. Sawa, najua sasa hivi kichwani mwako unajiuliza, nimeelewa, naanzaje sasa mimi kujenga hii himaya yangu? Swali zuri sana, na jibu lake ni rahisi kuliko unavyofikiria. Sikiliza kwa makini. Hatua ya kwanza sio kwenda kutafuta shamba, sio kuanza kuchimba visima. Hapana. Hatua ya kwanza na ya muhimu kuliko zote ni kuwekeza kwenye maarifa.
Kabla hujawekeza mabilioni shambani, wekeza kiasi kidogo sana kwenye ubongo wako. Unahitaji ramani. Mwongozo huu, mwongozo kamili wa parachichi Tanzania, ulioandaliwa na wataalamu wa kilimo biashara Afrika, bei yake halisi ilikuwa shilingi 500,000. Lakini leo, kwa sababu umeonyesha uko serious na unataka kuwa mwekezaji mkubwa, hautalipa hiyo bei. Utapata mwongozo huu kwa shilingi 45,000 tu. Hili ni punguzo la kipekee. Na sio hivyo tu, kuna bonus. Kwa sababu tunajua mradi mkubwa unahitaji miche bora. Kwa kununua mwongozo huu, KBA inakupa ofa maalum. Utapata miche bora kabisa ya parachichi kwa shilingi 3,000 tu badala ya bei ya kawaida ya 4,000. Sasa, kuna jambo moja la muhimu sana. Hii ofa ya punguzo la bei ya mwongozo na miche sio ya kila mtu na haitadumu. Tumetenga nafasi 99 tu kwa ajili ya wawekezaji wa kwanza watakaochukua hatua sasa hivi, na nafasi zinaanza kujaa. Wawekezaji wajanja, hivi tunavyoongea, tayari wanachukua nafasi zao. Wanaipigia simu hii namba. Usikubali kuachwa nyuma. Chukua simu yako sasa hivi na mpigie Daundi Mwakalinga kwenye namba hii 0763 07 1007. Piga sasa hivi ujihakikishie nafasi yako. Na kama bado una wasiwasi wowote, sikiliza hakikisho letu lisilo na maswali. Ni hivi: pata huu mwongozo, usome. Kama utahisi hauna viwango vya kimataifa vya kukuongoza kwenye uwekezaji wako mkubwa, tutakurudishia 45,000 yako yote, na wewe utabaki na kitabu chako. Yaani, hatari yote ni juu yetu. Huna cha kupoteza. Fanya uamuzi sasa. Piga simu 0763 071 007 sasa hivi na anza safari yako ya kujenga himaya yako leo.